haijalishi silaha watakazotumia, jawabu ya silaha zote inaitwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaweza kutumiwa kwa njia mbili. Njia ya kwanza kwa kuinywa, kama tunavyokunywa meza ya Bwana, na nitakwambia kuinywa kuna faida gani. And then namba mbili, damu ya Yesu inaweza kutumika kwa kunyunyiza. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 11:25, Wakorintho wa kwanza anasema hivi baada ya kula akatoa kikombe, akasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Alitoa kikombe na akasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo. Ina maana tutaendelea kuinywa hii damu, hakwenda nayo, ingali ipo hapa. Damu ya Yesu hakwenda nayo, tungali nayo. Ndio maana tunaweza kuikiri kwa imani, tunaweza kuimwaga kwa ishara. Unaweza kuikiri kwa imani kwa kinywa tu, na unaweza kuimwaga kwa ishara. Tunaishiriki kwa ishara. Tunaposhiriki meza ya Bwana, tunaishiriki damu yake, maana damu yake ingali hapa, ni hapa duniani, tunahitaji damu yake.